Waungwana tukikutana kwa mara ya kwanza au kama hatujakutana muda mrefu, basi usalimiana na sisi Waswahili. Tuna salamu zetu ikiwemo habari yako wewe mtazamaji wa Swafif Africa Swahili International Film Festival Africa Awards 2026 2027 Dar es Salaam Tanzania. Hili ni tamasha kubwa na la kihistoria barani Afrika ambalo linaletwa kwenu moja kwa moja na A2V Television Studio Rwanda pamoja na Tanzania Broadcasting Corporation TBC, ukweli na uhakika, na huko lengo mahususi likiwa ni kukuza lugha adhimu ya Kiswahili kupitia filamu kutoka bara la Afrika zenye maudhui halisi ya Kiafrika zikiwa na manukuu ama subtitle za Kiswahili. Sasa hii ni kwako wewe mtayarishaji, usipange kukosa. Kama unajiuliza ni vigezo gani ambavyo vinatakiwa uwe navyo, basi kigezo cha kwanza, hakikisha filamu yako ina maudhui halisi ya Kiafrika, lakini kigezo cha pili, hakikisha ina manukuu ama subtitle ya Kiswahili. Hii inatua moja kwa moja Mlimani City jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, nchi ambayo ina mbuga nyingi za vivutio ikiwemo Serengeti National Park pamoja na Ngorongoro National Park na mbuga nyingi ikiwemo visiwa vya Zanzibar. Pale unaweza ukafika kwa ajili ya kujionea vitu vingi sana. Tarehe 7 ya mwezi wa 7 2026 ndio tarehe ambayo itaandika historia kubwa barani Afrika kwa kufanyika tamasha la Swafif Africa. Je, unajiuliza ni jinsi gani unaweza ukashiriki nasi moja kwa moja? Ingia katika tovuti yetu ya www.swafifafrica.tv.tz kisha bofya kitufe kilichoandikwa register ama jisajili. Baada ya hapo tafuta tena kitufe kilichoandikwa sign in. Pokea maelekezo kidunchu tu, punde utapokea jumbe fupi katika email yako kuwa umejiunga na umekuwa mmoja ya watu watakao wania tuzo tarehe 7 ya mwezi wa 7. Maendeleo ya Kiswahili ndio ambayo yanakuwa, na lugha ya Kiswahili ndio lugha ya Kibantu ambayo inazungumzwa na watu wengi zaidi Afrika, zaidi ya watu milioni 15 wakifanya lugha yao mama, lakini zaidi ya watu milioni 15 pia wakifanya lugha namba 2 au lugha nambari 3. Maendeleo ya Kiswahili yameendelea hadi pale Afrika ya Kusini 2020 wakifanya lugha yao ambayo itatumika katika mashule ya msingi, yani tunaweza tukasema level ya chini ya kujifunzia katika au kwa mwanafunzi, ambako waziri wa elimu kipindi kile alikuwa anaitwa Anje Mocheba. Sasa wewe unasubiri nini? Taasisi zipo nyingi kabisa kwa ajili ya kukuza lugha ya Kiswahili, na kama kawaida ukiniona hapa ni kuongea lugha adhimu ya Kiswahili, lakini pia utamu halisi wa utamaduni wa Mwafrika. Mimi ni Anton Mpandula, niite Tony wa Swafif Africa, nami nitaitika Rabaika. Tupo na mengi. Kama umeshawahi kukiona kibubu wakati unakifungua siku hiyo kwa ajili ya kutekeleza ile shida ambayo ulikuwa umeiwekea pesa mule kitambo, basi ndio mimi ambavyo nipo hapa kukupa madini mengi kuhusiana na lugha adhimu ya Kiswahili, maendeleo ya utamaduni wa Afrika, lakini bila kusahau filamu ni kuelekea katika tamasha la Swafif Africa, mataifa zaidi ya 16 kushiriki. Niite Tony wa Swafif Africa, nami nitaitika Rabaika. Tutarudi hapa baada ya mapumziko mafupi. Na mtazamaji wa Swafif Africa, tumerejea tena kupitia runingako nambari 1 ya TBC1, ukweli na uhakika. Kama kawaida sisi Swafif Africa waga hatuna dogo, na kama unavyoshuhudia wewe mwenyewe leo mambo ni mazuri kabisa. Ukiangalia unajua kabisa huu ni utamaduni asili wa Kiafrika. Nini ambacho unatamani kujua leo tumekuja nacho? Endelea kusalia hapo hapo, usiondoke. Na leo nina ugeni mzito kabisa. Ukiangalia unajua kabisa huu ni utamaduni, hatutoki mbali na utamaduni asili wa Kiafrika, lakini pia lugha adhimu ya Kiswahili. Ukiachilia mbali na mambo mengine, tunazungumzia tamasha kubwa la Swafif Africa ambalo linafanyika tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka huu. Ni muda mchache tu ndio imebaki kuelekea katika siku ya tamasha hilo. Habari yako? Salama za kwa. Mambo vipi? Poa kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri. Unaweza hapo ukapiga zile za bila shaka. Karibu sana. Asante. Kwa mtazamaji ambaye anakuona wewe kwa mara ya kwanza, labda sasa hivi anatamani kujua wewe jina lako na labda ni nini ambacho umekuja leo hapa kutuambia. Mimi najulikana kama Saumu David Mcharo ama Mtetwa, au unaweza kaniita Madam Mamizo. Mimi ni mtayarishaji lakini pia ni mwigizaji. Mwigizaji na mtayarishaji. Madam Mcharo. Mamizo. Yote ya kwangu hayo. Sijakosea. Sawa, karibu sana. Na leo Asante. Tupo hapa kuzungumza mengi. Kwanza
anza kwenye swala hilo hilo la utamaduni, hapo ambako umevalia mavazi ya utamaduni. Hivi kwenye filamu za utamaduni, wewe kama mtayarishaji, ni lazima tuweke masuala ya dawa za asili, masuala ya kienyeji, uganga, lazima yahusike, na watu wengine wakiashiria kama ni ishara za ushirikina hivi? Lazima ziwepo kwa sababu ni utamaduni wetu. Huo ndio utamaduni wetu. Na ndio maana tunaweka. Kwa lazima masuala ya uganga hivi, uganguzi lazima yahusike mle. Nimekusikia hapo umesema ushirikina. Sio, watu wengine huwa wanatafsiri. Hapana, huo sio ushirikina. Naam. Bali ni tamaduni zetu. Sisi wa Afrika mara nyingi tunatumia mizizi, majani, maua, yani dawa zinazotokana na miti. Kabisa, dawa ambazo zinatokana na miti, vitu vya asili hivi. Kwa hiyo ni utamaduni, sio masuala ya ushirikina. Hapana. Sasa kama tulishawahi kuambiwa tujifukize, tunajifukiza dawa za hospitali. Uwezo kujifukiza panado na vitu vingine. Porini. Sawa, leo mambo ni mazuri kabisa hapa kupitia Swafif Africa. Sasa kwenye huu utamaduni kuna watayarishaji na waigizaji wengine ambao wanaandaa filamu au wanacheza filamu ambazo zina utamaduni mwingine wa ughaibuni na wanaacha utamaduni wa Kiafrika. Hii ipo kwa sababu ya nini, na nini kifanyike ili kukomesha kabisa hii? Nafikiri utandawazi unachangia. Kutafuta masoko, kwa sababu kila mmoja ana uelewa wake kabisa. Kila mmoja ana mawazo yake. Kwa mwingine anaamini kwamba nikifanya hivi labda ndo nitapata watazamaji wengi. Na ndo maana wanatoka kwetu wanaingia kwenye tamaduni za mataifa mengine kabisa, kwa ajili ya kutafuta labda masoko. Sasa nini kifanyike wewe kama mtayarishaji wa filamu kutoka barani Afrika ili kudumisha utamaduni wa Kiafrika? Cha kwanza, kila bara au kila taifa lina utamaduni wake. Ndio. Wao wamefanikiwa na ndio maana tunaiga. Si ndio? Tunatakiwa sisi tuwaonyeshe vya kwetu. Hivi labda sijui, lakini bara labda la Ulaya ukamuonyesha gorofa, yeye hajui gorofa. Analifahamu vyema. Tunatakiwa tuonyeshe vya kwetu kabisa, ndio vitawavutia wao, na wao watakuwa sasa wanatakiwa waige kutoka kwetu Afrika. Sasa hapo kwenye utamaduni, tukizungumza filamu tunazungumza pia swala la mawasiliano, na sisi kwenye mawasiliano ni lugha adhimu ya Kiswahili ndio ambayo tunaitumia, na ili iende mbali zaidi kwenye filamu tunaona sasa hivi pale kwenye manukuu wengi wanaweka lugha ngeni au lugha kutoka ughaibuni. Sasa sisi tumekuja na swala la lugha pamoja na utamaduni wa Kiafrika, Swafif Africa. Hii ina maana gani au ina faida gani katika filamu za Kiafrika, lakini pia moja kwa moja katika kukuza lugha adhimu ya Kiswahili? Hii inatusaidia kuturudisha na kutukumbusha kwamba tunatakiwa tusimamie cha kwetu. Penda kwanza cha kwako. Ukishakipenda utamshawishi mwingine apende. Kabisa. Sasa kama mimi natumia lugha ya mtu mwingine, huyo mtu mwingine atavutiwa vipi na lugha yangu mimi? Lazima kwanza tupende Kiswahili chetu. Tupambane kukifikisha mbali. Bahati nzuri sasa hivi Kiswahili kimefika mbali sana. Na kwa kweli lugha nzuri ya mawasiliano. Kabisa. Hapo kwanza kwenye filamu tunaona kabisa kwa waigizaji wengi sana ambao wanashiriki katika filamu nyingi za barani Afrika, ikiwemo kitovu cha Kiswahili Tanzania. Tunashuhudia kwamba hata wakiwa kwenye maongezi tu katika kucheza filamu wanachanganya Kiswahili lakini pia na lugha ngeni. Inasababishwa na nini hasa? Kwanza waandaaji. Mwandishi kama huo mswada wake kauandika kwa lugha mbili, mwigizaji atakuja kupita mule. Lakini cha pili tuseme ni elimu. Sasa hapo kwenye elimu kuna mambo haya mawili. Jambo la kwanza, waigizaji walio wengi anaamini kwamba akichanganya Kiswahili na Kiingereza au na lugha nyingine anaonekana ni msomi. Anaonekana amesoma. Lakini kumbe ukiongea lugha yako unafanya ile lugha inapendwa na watu wengine. Kabisa.
Kwa hiyo lakini hapo kwenye cha pili ni wapo ambao kweli wamesoma. Yaani anafanya hivyo kwa sababu amesoma. Nini kifanyike sasa ili hii lugha adhimu ya Kiswahili tutoke kwenye kuichanganya, japo kukopa maneno inaruhusiwa katika lugha, lakini ikizidi sana sasa tunapoteza uasili. Tunatakiwa tupende chetu. Kipende kwanza cha kwako. Tukishakipenda cha kwetu, hauwezi kutamani vya watu wengine. Kipende kwanza cha kwako, mtazamaji wa Swafif Africa, kama ambavyo unaambiwa kipende cha kwako, na wewe endelea kuipenda Swafif Africa, kwa sababu Swafif Africa tunakuletea mambo mazuri kweli kweli. Kama ndo kwanza unafungulia runinga yako, hii ni TBC1, kipindi ni Swafif Africa, na tupo hapa na Madam au Bi Mcharo kwa ajili ya kukueleza vingi ambavyo vinaendelea katika lugha adhimu ya Kiswahili, utamaduni wa Kiafrika, lakini bila kusahau kuelekea katika tamasha kubwa na la kihistoria hapa barani Afrika la Swafif Africa ambalo litafanyika Mlimani City jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Tukirudi katika tamasha. Tamasha la Swafif Africa limekuja na vitu ambavyo hapo awali nilishavitaja. Utamaduni wa Kiafrika, lakini pia lugha adhimu ya Kiswahili, si ndio? Sasa hii utofauti wa hili tamasha na matamasha mengine una umuhimu gani katika kukuza tasnia ya filamu hasa kibiashara? Umuhimu wake cha kwanza kabisa ni kukuza lugha yetu. Lugha adhimu ya Kiswahili. Lakini cha pili ni kukutanisha waandaaji, wasanii wa Afrika nzima. Kwa hiyo yani wakikutana kuna vingi vitazaliwa. Kutazalishwa kazi nyingi sana kutoka barani Afrika. Nchi nyingi. Lazima kutakuwa kuna mchanganyiko. Kutoka nchi moja, nchi nyingine, kazi zitaenda. Sawa sawa. Na kwenye utamaduni kuna athari gani au faida gani ambazo unaziona wewe kama mtayarishaji wa filamu? Hakuna athari, kuna faida. Utamaduni wangu ili mwingine aujue anatakiwa kutane na mimi. Kwa hiyo tunavyokutanishwa tutajua tamaduni zetu za Afrika. Tamaduni zetu. Kuna tamaduni yangu mimi Mtanzania. Kuna tamaduni ya mwingine Mkenya, Mrwanda, Burundi na wapi na wapi. Lakini tukikutana zinakuwa tamaduni zetu Afrika. Sawa sawa. Nchi gani ambayo unatamani ukutanishwe nayo, au watu kutoka nchi gani ambao unatamani kukutanishwa nao katika tamasha hili la Swafif Africa? Nchi yoyote. Nchi yoyote ile ikiwa barani Afrika itakuwa vizuri kwa sababu tunaendelea kufahamiana. Ikiwa nje ya Afrika itakuwa vizuri zaidi kwa sababu nitakuwa balozi mzuri wa lugha yetu ya Kiswahili. Sawa sawa. Hapo ni nchi gani ambayo ukisikia kwamba nayo inashiriki unasema tuzo kweli hizi ni za moto, hii tuzo mimi nitapata kweli? Nchi gani ambayo unaiogopa katika masuala ya filamu hapa Afrika? Sasa hivi ni nchi zote tuko vizuri. Tofauti na zamani. Ndio. Sawa sawa. Sasa utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, naelekea sasa mwishoni. Utamu wa adhimu wa lugha ya Kiswahili ni ngonjera, nahau huko na methali, si ndio? Lakini pia katika Kiswahili lazima pia uzungumzie muziki kama sanaa, si ndio? Wewe ni mwigizaji, sawa, lakini kwenye masuala ya muziki huko nini ambacho unakipenda? Ngonjera, nahau, misemo au taarabu? Mimi napenda vyote. Napenda vyote, lakini zaidi taarabu. Mstari gani au beti gani hapo unaweza ukatupigia chap kidokezo kwa mtazamaji wa Swafif Africa ili kidogo apate burudani ya lugha adhimu ya Kiswahili? Nikukumbushe kitu. Mimi ni mwigizaji. Sawa. Sio mwimbaji. Sawa sawa. Sasa jamani, chonde. Msije kunicheka mkasema Madam Mcharo kama kameza chura. Haya. Naam. Njio apeleka salamu kwa yule wangu muhibu. Njio apeleka salamu kwa yule wangu muhibu. Umweleze
afahamu kuwa napata tabu. Ishia hapo hapo, unanikumbusha enzi hizo za nyuma, mtoto wa 2000 akiangalia hivi akisema hiyo nyimbo gani au taarabu gani? Kaimba naye kipindi hicho unaweza kumwambia bwana, hii miaka yetu ile. Sio miaka yetu kweli. Sisi wa zamani. Sawa, hii ni kwa ajili ya wazamani, lakini hata wa sasa ambao wanaitazama Swafif Africa, sisi tumechachuka kukuletea wewe kilicho bora kabisa kuelekea tamasha kubwa na la kihistoria hapa barani Afrika ambalo zaidi ya mataifa 16 kushiriki. Nipo hapa kukujuza mengi kuhusiana na lugha adhimu ya Kiswahili, lakini pia utamu wa tamasha hili la Swafif Africa tarehe 7 ya mwezi wa 7 patakuwa patoshi pale Mlimani City jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Na bila shaka umepata mengi sana na Bi Mcharo hapa amekujuza mengi sana kuhusiana na filamu, lakini pia kuelekea katika tamasha hili ambalo lina historia kubwa zaidi. Sasa Bi Mcharo, kabla hatujaondoka, nataka hapa uzungumze kitu kimoja. Mimi nikisema Swafif Africa, wewe unaitikia Afrika bara letu, Kiswahili lugha yetu. Sawa? Bila shaka. Sasa sisi tunakuacha hapa, lakini tunakuacha na wachambuzi ambao watakuja na utamu wenye utolonti mwingi sana wa lugha adhimu ya Kiswahili. Utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili ndio upo humu ndani, na sisi Swafif Africa tupo kwenye kukuletea kile ambacho wewe ulikuwa unakitamani kuletewa, na kila siku tunazidi kubadilika mithili ya kinyonga. Sisi tunaondoka tukisema Swafif Africa, Afrika bara letu, Kiswahili lugha yetu. Tutarudi baada ya uchambuzi. Kama itawezekana. Utaweza kwa sababu ni ya kwako Amanda. Urabona ibyo tuvugana hano nta gaciro bifite bitamo kujya gufata umwana, sibyo? Sasa mtoto anatuzuia nini kuzungumza? Kwa hiyo urabona umwana afite agaciro kulisha ibyo twatuma kuvugana hano, Mtoto hali kwamba labda tuingilia mambo yetu. Kwa nini unakataa? Niba atarimo kule waje gufata wiki. Ulimfuata wa nini? Wewe unajua kama anachoka kulala kwa kitandani muda mrefu. Ungemwacha. Kwa nini ulimuua mama? Ndio maisha ambayo umelizika nayo kabisa. Ni nani aliyechukua gari airport? Hatujaja kufanya mazungumzo. Kamati tuondoke. Asante studio. Kwa mara nyingine tena nikiwa na ndugu yangu Josephat. Leo hii tutakuwa tukidadavua na kuzungumzia zaidi nafasi ya lugha ya Kiswahili katika filamu pamoja na tamaduni zake, mila, desturi katika jamii. Hivyo Bwana Josephat, hebu niambie Swafifu wanasemaje katika hilo? Angorichi. Naam. Unajua kitu ambacho nimekuwa nikifikiria tangu wakati tunaingia, nilikuwa ninaona uwiano, nilikuwa naitazama Swafifu katika kuoanisha lugha ya Kiswahili na tamaduni. Nimekuja kugundua kwamba yawezekana kuna kizazi ambacho kimesahau tamaduni ama desturi zetu, kwa sababu Afrika tulijikita sana kwenye kuwa na tamthilia ambazo zinaonesha maudhui ya kizungu zaidi, yani yale ambayo sio ya kacha zetu. Kwa hiyo kwa sababu wanatumia hiyo wanasema ni thimwe, ndio kwa lugha ya kigeni, kwa maana ya kwamba ile maudhui ambayo yako ndani yanatumika hasa wanatengeneza kwa muonekano wa sio tamaduni zetu. Kwa hiyo Kiswahili kupitia Swafifu kina limit au kina wakusanya wa Afrika kubaki kutazama zile tamaduni. Kwa kupitia Kiswahili na tamaduni tunabaki kujua sasa tamaduni. Unajua ukiangalia Afrika kabla ya kuweka mipaka hii na nini, Afrika ni moja. Asikwambie mtu, Afrika ni moja. Ukija hapa labda Tanzania, ukienda Kenya,
ni watu ni wale wale. No. Kwa mfano mpakani unakuta wajomba wako Tanzania, Wajaluo, wajomba wengine wako upande. Sasa hapa katikati mkoloni ameweka mpaka. Ukija maeneo ya Arusha unakuta kuna Wamasai wako Tanzania, kuna wengine wapo Kenya. Ukija upande wa ziwa magharibi huko unakuta wale wote na Waganda pamoja na Bahaya au upande wa Tutsi ni watu wale wanatenganishwa na mipaka. Sasa lugha ndio inaweza ikawaunganisha tena. Na kwa mfano chini ya Sahara, kusini mwa jangwa la Sahara, ni nchi ambazo zingeweza kabisa zote zikazungumza lugha hii moja ya Kiswahili. Tungekuwa na muunganiko mkubwa sana na tungekuwa na nguvu kubwa sana. Mi bado ni waambie kuhusiana na rasa nazungumzia hapa Aswafifu kwamba jambo linalofanyika ni jambo jema sana, kwa sababu ulipozungumzia swala la kutenganishwa sisi kimipaka na kinachokuja kutuleta pamoja ni lugha ya Kiswahili. Lakini kama tulivyokuwa tumeanza kuzungumza awali kwamba uwiano wa Kiswahili namna kinavyoweza kulinda tamaduni zetu na desturi zetu. Maanake ni kwamba sasa tukiwa tunatumia nguvu kubwa kuwekeza kwenye jinsi ya kufundisha Kiswahili kwa njia ya tamthilia, ninaamini maudhui yetu yatabaki kuwa ni ya Kiafrika. Kwa hiyo kama yatabaki Kiafrika, maanake tutakuwa tunaendelea kuangalia, kwa sababu maisha ya Mwafrika asilimia kubwa ni utamaduni wake. Kama hapo ambapo nakumbuka kisema kuna baadhi ya watoto wa miaka kadhaa hapo nyuma, leo hii ukichinja kuku afu ukaweka ukamwambia ya njoo anawahi vipande ambavyo kidesturi alitakiwa apatiwe labda baba. Sasa Swafifu ikitokea kuna tamaduni kuna mtu ambaye atatengeneza tamthilia yenye maudhui yao ya Kiafrika, tutaona kwenye aina ya kuonyesha hivyo vitu vidogo vidogo ambavyo kwa umoja wake vinaonyesha desturi, zinaonyesha mila, zinaonyesha na jadi ya mtu, hasa mtu mweusi Mwafrika. Sasa utaangalia na hiyo nzima inakuja kuleta dhima au inaleta ile nani ya mtu mweusi ya Mwafrika ambao umajumui wanaita ile yote inajumuisha hivyo. Lakini kitu ambacho kinaweza kikashikilia umajumui wa Afrika pamoja na wale ambao wako ughaibuni, hiyo wana diaspora, au wote wanakuja kumezwa katika kuweka Uafrika wao kwa kupitia mila, desturi na lugha, hasa lugha ya Kiswahili. Mimi bado ninaona kuna haja kubwa sana ya Afrika kujikita kwa sasa hivi, kujikita sana na maudhui ya Kiafrika ili tubakize pia utamaduni wetu. Lakini pia lugha ya Kiswahili ninaona ndio nyenzo peke yake itakayo, kama ulivyosema awali, kwamba itakayo tukusanyisha pamoja kwenye hiyo, kutuondoa kwenye hiyo mipaka ambapo nimeona uwiano. Kwa mfano ukizungumzia watu wa Uganda, tamaduni zao hazitofautiani sana na watu wa hawa tofautiani sana, ni zile. Lakini ikiwa kama tunazungumza lugha moja, nahisi kutakuwa hakuna tofauti kabisa. Yani ukija kwa Wanubi kwa mfano, kuna ni kaskazini mwa Uganda wako Wanubi, na wao Wanubi wanaendelea mpaka Sudani ya Kusini. Unaona ni watu wale. Unaona ukija upande wa Kenya kwa mfano, Kenya kuna Wasomali wengi sana kaskazini mwa Kenya na kusini mwa Somalia ni watu ni wale, lakini utaona sababu ya mpaka hawa wanakuwa Wasomali, hawa wanakuwa. Ukienda juu kuna Waeritrea, kaskazini zaidi kuna Waeritrea na Waethiopia, Wahabeshi wale. Huwezi kuwatofautisha. Wahabeshi wengine ukija hapa Manyara unakuta watu hawa ni Wahabeshi wale, lakini
huku kwetu wamekuwa ni watu wa Manyara. Kwa hiyo hii mipaka isiwe ya kikoloni, isiwe kitu ambacho kitatutenganisha. Tujaribu kujivuta tena, tujiunganishe kwa kutumia lugha, na lugha kuu iwe lugha ya Kiswahili. Kitu kizuri ambacho kimetokea sasa hivi ni katika Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika. Sasa hivi imepokea Kiswahili kama lugha rasmi ya mawasiliano. Kwa hiyo hata kwenye mikutano wewe una haja ya kuongea sijui Kiingereza ukienda kwenye mkutano. Wewe ya nini bwana? Wewe ongea tu Kiswahili chako. Jasho linakutoka tu, rafiki, kuna joto. Kama anasikia kwa Kiswahili cha Kifaransa basi atatuni atarekebisha tu atapata mkalimani wake kwa lugha ambayo anaitaka. Lakini chanzo hasa anko, mimi ambacho nimekiona chanzo hasa nimejaribu kuangalia watu kadhaa wachache. Nimegundua pia Afrika tuna kitu tumekipunguza. Watoto wetu sasa hivi katika maudhui ukiangalia, hasa utokiingia mengi sana, hata kama anakuta tamthilia inaongea labda lugha ya wamewatengeneza labda tuseme Waganda wameongea Kiganda, lakini pale chini ya maudhui amini nini ile nukushi wanaweka kwa Kiingereza. Sasa kijana anaanza kujifunza, anaangalia lugha ya Kiganda, anasikiza lugha ya Kiganda, lakini ili awaelewe Waganda anapitia lugha ya Kiingereza. Alafu akitoka huko sasa ameshabobea kwenye Kiingereza, anatoka anaenda, tuna katuni ni chache sana zinatengenezwa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa unakuta sasa tamaduni zinaondoka pia, kwa sababu akitoka huko anaenda pole. Kwa mimi ninaona pia wito kwa watengenezaji wa hizi kazi za kutazama ambazo sasa hivi Swafifu wamezitilia mkazo, watengeneze kwa lugha ya Kiswahili ambao sasa tumepewa kama lugha zawadi. Unajua sisi wa Afrika tuna hadithi simulizi nyingi sana ambazo zinaweza zikamfanya mtoto akawa jasiri, mtoto akajua mila zake, yani hizi simulizi ambazo kuna zile za Sungura na Fisi kwa mfano. Zile simulizi zina maana yake kwamba fisi anachukua nafasi ya mtu mwenye tabia fulani katika jamii. Wanapiga hadithi inakuwa kama fisi anakuwa mroho, labda huko kuna sherehe na huko kuna sherehe, alafu ajue aende wapi, anajikuta anatanua miguu mpaka anachanika. Unaona, kwa mtoto ile inamtengenezea kutambua pia kumbe kuwa na tamaa sio nzuri. Unaona, ujanja watu wajanja wanaitwa sungura wale. Unaona, kwa hiyo sasa ukiona kitu akieleweki anko, hiyo watu wajanja wakiweka kwa Kiingereza inavyokuwa ngumu. Sasa ndio hapo tunapokosea. Sasa watoto tunawapa hizi katuni vyao viponzo ambavyo wanaviangalia. Kwa mfano kuna hii Cocomelon. Watoto wengi wanaangalia, kumbe ile wenzetu tayari wana ajenda yao ya kuanza kuingiza mpaka tabia za kishoga ndani ya zile zile katuni ambazo watoto wanaangalia. Unaona, sasa hivi unakutana na Spiderman au Superman, ana tabia za kishoga, anambusu mwanaume mwenzake. Unaona, sasa watoto wanaona wanaiga, sababu yule ndio alikuwa hodari wao katika hizi filamu. Kwa hiyo mtoto kuiga zile tabia anakuja kuona ni jambo la kawaida, kumbe wale wanakuwa na hizo ajenda za kuharibu jamii, kuingiza tabia ambazo sisi kwetu kwa Kiafrika si sahihi. Unaona, sasa Swafifu kupitia hili tamasha ambalo linalofanyika ambalo kilele chake ni siku ya tamasha ni tarehe 7 mwezi wa 7.
ndio siku ya Kiswahili. Hapo sasa ndo tuone sasa tutoke na hiyo dhima kama uncle alivyosema kwamba tumuone sasa Masai kwa Kiswahili. Ndio. Hadithi yake, maisha yake Masai. Sawa sawa. Kuna kitu mmoja nilikisia kwamba Masai anapewa rungu, anatakiwa akiwa ameenda jando, anatakiwa achape mbuzi fimbo moja. Sawa sawa. Afe. Unajiuliza ile na maana gani? Inamfundisha mtu kuwa na uhodari na kulinda pia familia kwamba huyu mtu amefaa. Lakini sasa tunavyoviona ni vitu ambavyo ni kwa sababu nahisi unajua uasilia wetu sisi ni mzuri sana. Ndio. Yaani mjomba, uasilia wetu sisi ni kitu ambacho ni maisha ambayo ni binadamu anaishi muda wote. Habari za kuna tamthilia zimekuwa zikionyesha anko, kwa mfano Uganda, naamini watu wa Nigeria. Ndio. Lakini pia hata hapa Tanzania pia wamekuwa wakionyesha kwamba unakuta kuna msitu unakuwa kuna muda mtu akiingia anapotea moja kwa moja. Ndio. Unajiuliza, unasema okay, kwa hiyo kumbe kuna bado tuna nguvu za asili zipo ila watoto hatujui. Mfano kuna desturi nyingi hata kwetu, mimi nimeona hiyo. Kuna misitu ambayo wanasema ya tambiko. Huruhusiwi hata kwenda kukata kuni. Kuni utakaoruhusiwa kuchukua ni ile utakaoikuta imeanguka. Kama nani mti umekauka umeanguka, ndio ile kuni unaruhusiwa lakini sio uende ukakate mti, hairuhusiwi. Sasa hapo kumbe walikuwa wanatunza familia, kutunza mazingira, vyanzo vya maji, wanatunza nini. Huruhusiwi kwenda kuchafua kule. Huruhusiwi kwenda kujisaidia ovyo ovyo kule. Wanajua vile ni vyanzo vya maji. Unaambiwa utapotea. Kwa hiyo kuna vile vitisho ambavyo vinawekwa ili kutunza yale mazingira. Kuna kipindi wanaweza wakasema hakuna ruhusa kuvua mwezi fulani mpaka mwezi fulani, hamna ruhusa kuvua samaki. Watu ukivua samaki itatokea janga fulani. Unaona? Kumbe kipindi kile wazee wa mila na desturi wanawaachia samaki waweze kuzaana tena. Alafu baada ya muda wanaenda wazee wachache wanavua samaki, alafu inakuja tafrija au tamasha la kuvua. Kwa hiyo watu wanaruhusiwa tena kwenda kuvua. Utakuta kama ni dagaa wamekuwa wengi, kama ni nani samaki wamekuwa wengi. Kwa hiyo hizo desturi na mila za namna hiyo zilikuwa zinaleta uendelevu. Sasa hizo anko hatuwezi kuziongelea kwa Kiingereza. Lazima maana ukiziongelea Kiingereza na unamuonesha Mwafrika na mazingira yake ya asili, ili inoge lazima turudi kwenye lugha yetu. Ndio hivyo. Ambapo sasa hivi wito mkubwa umewekwa kwa waandaji wa filamu na wacheza filamu pia ambao ndio waigizaji kwamba wajitahidi kutengeneza tamthilia za lugha ya Kiswahili. Ndio. Lakini tunaona maana yake kwa namna ambavyo kila unavyozungumza anko, mimi naona kuna uwiano mkubwa sana wa asili ya Mwafrika na lugha yake. Ndio. Kwa sababu kama utazungumzia tamaduni ya Mwafrika, hadhira ikiangalia ile inajitambua haraka zaidi kuliko mkicheza kwa Kiingereza kwa mfano au lugha ya Kifaransa mmecheza. Mtu hadhira itakapoangalia ile filamu au tamthilia watajiona ni wageni. Wanaangalia vitu vya kigeni. Unaona? Japo mmecheza katika miji yenu labda Nairobi au mmechezea Kampala au mmechezea sijui Dar es Salaam. Lakini ukiangalia mnaona kwamba ya wao imekuwa ya kigeni kwa sababu lugha ile inakuwa inawaacha, kunakuwa na kiunzi pale cha lugha. Sasa kile kiunzi tunakivunjaje kiunzi kile, au mpaka ule tunauvunjaje? Inabidi tuweke kwa Kiswahili kila kitu. Sawa. Mimi anko naona leo tuache sasa. Naam. Basi tuwashukuru wa studio, tuwarudishie tena studio mpaka siku nyingine tena ambapo tutaweza kuja kuzungumzia labda mambo mengine ambayo yanahusu sasa labda uchumi, Kiswahili na uchumi, labda Kiswahili na jamii, alafu unaweza kwa Kiswahili na siasa. Hivi vyote ndio umoja na ujumla
wa maisha ya jamii ya kila siku. Asante sana. Kama itawezekana. Utaweza kwa sababu ni ya kwako Amanda. Urabona ibyo tuvugana hano nta gaciro bifite uhitamo kujya gufata umwana, sibyo? Sasa mtoto anatuzuia nini kuzungumza? Kwa hiyo urabona umwana afite agaciro kulisha ibyo twatumwa kuvugana hano, Mtoto halii kwamba labda tuingilia maongezi yetu. Kwa nini unakataa? Niba atarimo kule waje gufata wiki. Ulimfuata wa nini? Wewe unajua kama anachoka kulala kwa kitandani muda mrefu. Ungemwacha. Kwa nini ulimuua mama? Ndio maisha ambayo umelizika nayo kabisa. Ni nani aliyechukua gari airport? Hatujaja kufanya mazungumzo. Kamati tuondoke. Harirembo jukuruwe jatunye mishuri. Na bila shaka umesikia mengi kuhusiana na uchambuzi wa lugha adhimu ya Kiswahili wenye utoronti mwingi na utamu ndani yake. Bila shaka umeshachukua hapo peni na karatasi kuandika abachada au 1 mpaka 10 ambazo zinahusiana na lugha adhimu ya Kiswahili. Hili ni tamasha la Swafif Africa na sisi tupo tunajiandaa katika kuelekea kugawa tuzo za filamu ambazo zitakuhusisha wewe mtayarishaji na mwigizaji moja kwa moja kutoka barani Afrika. Sasa wewe mdau pia unaweza ukaja kushiriki nasi, kutangaza nasi Swafif Africa, na sisi tutakupokea kwa mikono miwili kama mtoto ng'aa, yani bila kuangalia kokote wala kugagazika. Lakini pia nikukumbushe tu kuwa vigezo vikuu ni viwili. Hakikisha unashiriki nasi kwa kutumia vigezo hivyo, japo vigezo vingine vipo, lakini vigezo vya kwanza ni viwili. Hakikisha filamu yako ina maudhui halisi ya Kiafrika, wewe mtayarishaji au mwigizaji, lakini pale chini tu hakikisha unaweka manukuu ama subtitle ya Kiswahili, ili twende wote unyo mpaka katika tamasha la Swafif Africa tarehe 7 ya mwezi wa 7 Mlimani City jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, nchi ambayo inasifika kwa vivutio vingi vya wanyama, lakini pia inasifika kwa utalii mwingi sana. Ukienda pale marashi ya karafuu Zanzibar, pia unaweza ukapata vitu vingi, mandhari nzuri, lakini pia yenye mazingira tulivu. Sasa mimi nakuachaje kwa siku ya leo, nikwambie tu kwamba wewe hapo ambaye unanitazama, mtazamaji wa Swafif Africa, hakikisha unaangalia kila siku ya Jumamosi saa 4 usiku mpaka saa 5 usiku, na mimi ndivyo ambavyo naondoka nikisema Afrika bara letu, Kiswahili lugha yetu. Niite Anton Mpandula, utoni wa Swafif Africa, nami nitaitika Rebecca. Mume wangu. Na sasa tufanyeje ili tatizo liishe? Hakuna njia nyingine. Kiti anatakiwa kuwa mbele. Achukue na kufanyia kazi. Si nikwambie? Yale nilikuwa nazungumza ndio haya leo yanatokea. Basi. Basi. Hatuna cha kufanya. Odi. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Shikamoo. Marhaba, karibu sana. Asante. Hebu subiri kidogo. Hebu nisaidie.
nimefurahi sana. Karibuni sana, karibuni sana. Sie tumekaribia. Kwa kweli nimefurahi sana. Shikamoo. Marhaba, jambo. Nimekaa ndani nikafikiria sana. Ngoja niwafuate au nikazungumze nao kwa sababu nina jambo muhimu la kuongea na nyinyi. Kwa imekuwa ni vizuri sana. Sana. Tena sana. Nisikilizeni kwa makini. Hili jambo sio la kufanyia masiara. Kwa sababu tumepiga ngoma pale. Na tukaona kila kitu kinafanyika kama huyu anateseka. Kila kitu kinafanyika kwa huyu anateseka. Kwani hujashuhudia? Si umeshuhudia? Nimeshuhudia. Sasa hamna kusubiri. Ili jambo lifanyike, huyu lazima apewe mkoba wa bibi. Mmesikia? Mimi nimesikia. Kwa sababu ili swala la mzee hata mimi nimechoka. Kwa sababu yani matatizo yamekuwa ni mengi. Mara uki shambani, mara mkikaa nyumbani akushikie panga. Kwa hiyo ili swala mimi nasema hivi, huu mkoba lazima wewe achukue. Kwani jamani, wa mkoba lazima nichukue mimi? Kwani usikii wewe? Kwani usikii? Wewe si ndo mtetwa? Si achukue hata Jamila basi jamani, mjukuu siko peke yangu, kuna Jamila, kuna Jamali. Umechaguliwa wewe. Unakuwa mbishi wewe. Na utachukua lazima. Ukitaka usitaka utachukua. Umeona katajwa Jamali pale? Tizama. Basi hata nyumbani ndio hivyo. Ukiongea naye mara kasusa kaingia ndani katoka na panga. Yeye nimechoka. Ikitokea ameenda kijiji kingine kule, atatia aibu. Tena aibu kubwa. Kwanza atapata wewe mume wake na kijiji kizima hicho kitapata aibu kwa sababu atafanya vituko kule. Lakini leo akipewa mkoba, akikaa hapa, ataishi maisha mazuri na atapata baraka za wazazi wake na babu zake. Sasa mke wangu. Mwenyewe vumilivu unamshinda. Kama vitu vyetu tukalala. Sasa. Kuhusu swala la swala gani? Hili swala mimi linaniumiza sana. Kwa sababu unavyoanguka harakati mwingine unanuna tu bila sababu yote ya msingi. Unajua mimi nanitesa sana. Kwa nini usikubali? Hivi mawazo mume wangu. Wewe ukiangalia kabisa unaona mimi naweza kuwa mganga. Yaani kabisa watu watoke huko sehemu mbalimbali wanakuja mganga Mtetwa. Kweli? Lakini hakuna mtu ambaye sura yake inaonyesha kwa huyu mganga au huyu sio mganga. Sema wewe Mwenyezi Mungu akutolee huko tu. Wewe mganga ili usaidie watu wengine. Alafu ukiwa mganga, sasa kwa msaidizi wako. Sasa mganga kuwa wewe, afu mimi na kwa msaidizi wako. Nakaribisha wageni nini? Mimi mzima hijachagua. Lakini kama ingenichagua, sasa hizi swali shaisha. Mimi naona bora ukubali. Sasa nikwambie kitu. Sihitaji kuwa mganga. Na sitaki kuwa mganga. Siwezi kwanza. Sijui umenielewa? Hivi uone unavyoteseka. Unajua unateseka. Yaani ushauri wako kama ndio huo kwenye hili. Nishakwambia siwezi. Tena mimi naenda kulala. Unaona mimi ndo kwa mganga. Unaondoka. Basi chukua taa.
Habari Damtetwa. 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 Vipi Damtetwa? Mbona unalia? Damtetwa. Sasa mbona unalia? Na alafu huko nje njia kubwa watu wanapita wengi. Mbona unakaa nje unalia? Unalia nini? Nalazimishwa kuchukua mganga. Na sitaki kuwa mganga. Damtetwa. Hawakulazimishi. Wewe mizimu imekuchagua. Kubali, utapata na matatizo. Kubali, utapata na matatizo yote. Sipo tayari kwa kubali bwana. Damtetwa. Kubali, hautapata na tatizo lolote. Sawa? Na mimi sipendi ukiwa unalialia, sawa? Mimi sitaki kuwa mganga Sophie. Sitaki kabisa. Damtetwa. Mimi nakuomba kubali. Sawa? Mizimu wewe imeshakuchagua. Kwanza shemeji yupo? Basi usiwe unalialia. Ngoja mimi niende zangu kisimani nikachote maji na mimi ni mume wangu. Sawa?
unanichosha bure. Bora hurudi ulipotoka. Hii hela ni ya kula na nauli ya kurudia. Wewe ni nani? Mimi ni msamaria mwema. Habari yako mzee? Salama za kwenu? Safi. Shikamoo. Huyu ni mgeni wake Maua. Mgeni wa Maua? Karibu. Asante sana baba. Karibu sana. Asante. Asante kaka. Haya, mimi naenda. Karibu kijana. Asante. Baba, Maua nimemkuta. Maua katoka kidogo. Naomba nimsubirie. Sawa, atarudi muda si mrefu. Karibu sana. Baba, huyu ndio yule mtoto ambao niliyokuambia. Sawa, karibu sana mama. Mimi nimefurahi mwanzo nielezea. Asante sana babangu. Karibu sana, jisikie kama uko nyumbani. Asante, nimeshakaribia. Haya, ngoja baba mimi nikatafute mdogo. Tunaenda wote na tuna mwenzie au nikajua mchezo kumbe. Katambao. Toka huko. Hivi unajua mimi nimetoka nyumbani sijamwaga mtu yoyote. Sijaaga ndugu zangu wala mume wangu. Yaani kwenye kile kijiji natukiwa na mauzauza mpaka ninaogopa. Ndio maana nikaamua nitoroke nije huko. Sio kile kijiji kwa ushirikiano.